Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana Yesu azidi kupewa sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Neema ya Mungu imetukusanyisha sisi kutoka katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Na hakika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Tuna ibada ya neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu kwa ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameukusudia tupate kuusikia. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way, kwa moyo wa upendo kabisa na kukaribisha katika ibada hii. Na ujumbe wa leo hii unasema ya kwamba ndani ya Yesu Kristo utaishi miaka mitimilifu hapa duniani. Haleluya. Takwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye uko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wote. Asante kwa Roho wako Mtakatifu aliye msaada wetu mkubwa sana. Baba, ninakushukuru kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wako wote katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa tuliokusanyika manika nao sasa sana wakati kama huu. Asante kwa ajili ya kanisa lako na watumishi wako pande zote. Hakika Yesu Kristo ndiwe Bwana, ndiwe Mwokozi, ndiwe mfalme wa wafalme. Katika jina la Yesu Kristo ni Mungu uliye hai. Asante Bwana Yesu, ulifanyika neno ukashuka duniani, nasi tunauona utukufu wako kwa kulipokea neno lako ambalo ndio wewe Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Baba, asante. Katika agano la damu ya Yesu nimesimama tena mtumishi wako. Umenisimamisha kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Bwana kwa ajili yangu na watoto wako Bwana. Baba, asante kwa msamaha wa damu yako takatifu. Ni damu yako Yesu yenye kutusafisha na kutuhesabia haki usiku na mchana, nyakati zote. Baba, asante maana ilimwagika kwa ajili yetu kwa ondoleo la dhambi. Basi Baba, katika agano la damu ya Yesu ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema kwa ujasiri kabisa, katika jina la Yesu, nikiwa nimelibeba na kanisa lako hili, watoto wako, wateule wako wa Bwana. Baba, ninakusihi msamaha wa damu yako juu yangu na juu ya wateule wako wa Bwana. Uturehemu, utusamehe, na ile damu yako ya utakaso ya kusafisha iendelee kutusafisha. Na Roho wako Mtakatifu wa Bwana, Roho wa Mungu azidi kufurika ndani yetu katika hekima yote, maarifa yote na ufahamu wa Kristo. Sante Roho wa Bwana, tuko hapa Baba. Zungumza nasi, jifunue na umfunue Mungu Baba na Yesu Kristo mwanaye aliyemtuma kwetu kupitia neno hili. Baba, katika jina la Yesu na kwenda kulinena neno lako sasa katika hekima yako na ujasiri wako Kristo, ambao umenijaza kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya kila moja Baba, na kila mahali neno linapopita, ibada hii Baba naifunika kwa damu ya Yesu. Neno lako lilo uzima, ni upanga. Neno lako lina uponyaji. Neno lako Baba linapigana vita sasa. Neno lako Bwana linashinda na zaidi ya kushinda. Neno lako Bwana linaokoa, linaponya kila linapopita Baba. Na Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe ndiye uliyebeba nguvu za Mungu, ukadhihirike kwa ishara na maajabu na miujiza. Asante kwa kuwa Bwana hata sasa umekwisha tenda na unadhihirika sasa kwa utukufu wa jina lako. Umekwisha dhihirika kwa utukufu wa Bwana Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Asante Baba yetu wa mbinguni, kwa kuwa kweli yako hii inatuweka huru na hakuna kifungo chochote kitakachoweza kung'ang'ania tena maisha yetu, kwa kuwa ipo kweli yako Baba inakwenda kufungua watoto wako sasa. Fikra zetu, mioyo yetu, miili yetu iliyo katika hali ya kufa inafufuka kwa neno lako la uzima. Oh, haleluya. Sante Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nikiichota damu ya Yesu na kunyunyiza kwenye mioyo yetu, kwenye akili zetu, kwenye fahamu zetu, kwenye Biblia zetu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Ujumbe: ndani ya Yesu Kristo utaishi miaka mitimilifu hapa duniani. Amen. Ni ndani ya Yesu Kristo tunaishi miaka mitimilifu hapa duniani. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, kwa wewe ambaye Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi uwe na uhakika una miaka ya uzima hapa duniani, una miaka ya amani hapa duniani, una miaka ya mafanikio hapa duniani. Hii yote ni haki yako wewe na uzao wako pia, kuanzia hapa duniani na baadaye uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndugu zangu, ninaongelea miaka ya uzima kwanza hapa duniani, kwa sababu Wakristo wengi au naweza kusema walokole wengi huwa wanawaza kwanza uzima wa milele, ambao ni vizuri kuwaza, lakini wanasahau haki yao ya miaka ya uzima hapa duniani, miaka ya afya hapa duniani, miaka ya amani hapa duniani, miaka ya kutawala kwanza hapa duniani, kuishi katika amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa sikiliza, ndani yake Yesu Kristo tuna haki ya vifurushi vyote viwili. Haleluya. Tuna haki ya uzima na amani duniani, na tuna haki pia ya uzima wa milele mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo udhaifu, magonjwa, mateso, mauti sio fungu la mtoto wa Yesu katika maisha ya hapa duniani. Sio fungu lako wewe mtoto wa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hichi ndicho tunakwenda kujifunza leo. Na kumbuka, neno la Mungu linatuambia tutaifahamu kweli na kweli inatuweka huru. Na kweli ni nini, Mama El? Neno la Mungu limetupa jibu, kweli ni neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kweli ni Yesu mwenyewe. Ndiye neno amefanyika mwili akakaa kwetu, tumeuona utukufu wa Mungu. Hii ni Yohana 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Sasa tukisoma neno la Mungu la Yohana 10 ule mstari wa 10, Bwana Yesu anatuambia hivi: mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yaani yeye Yesu alikuja duniani ili sisi tuwe na uzima na kisha tuwe nao tele. Sasa kwa wewe ambaye unaamini Bwana Yesu alikuja duniani, amen, basi amini kwamba amekuletea na uzima na ameshakupa uzima tena uwe nao tele. Kwa hiyo wapendwa, kwa neno hili la Yohana 10:10 wote tunakubaliana Yesu Kristo ameshakuja ili sisi tuwe na uzima na kisha tuwe nao tele. Sasa kinachowaangusha wengi badala ya kusimama imara katika imani kinachoangusha wengi ni hichi: watu badala ya kusimama imara katika imani ya kile tayari alichokufanyia Bwana Yesu, wewe unasimama na vitisho vingine vya shetani. Unasimama na vitisho vya mawakala wa shetani, sijui wachawi, waganga, maneno ya watu, ndio yamekuwa unasimama nayo badala ya kusimama na kweli ya neno la Mungu, kwamba huyu Yesu huyu, haijalishi mtaloga mchana mpaka usiku, huyu Yesu mimi ninayemwamini ameshakuja na ameshanipa uzima kisha ninakuwa nao tele. Kwa hiyo mauti mnazozitamka hazina nguvu juu yangu mimi, kwa sababu nimeijua hii kweli na kweli imeniweka huru. Sasa watoto wengi wa Mungu hawasimami na imani ya kile tayari alichokifanya Bwana Yesu juu yao, bali wanasimama na vitisho vya shetani, na hapo ndipo wanapofeli na kuonewa na kuwa kama watumwa. Lisiwe fungu lako hili katika jina la Yesu. Kuanzia leo unapolisikia neno hili kakuweke huru. Kumbuka hao shetani na mawakala wake wote, hao hawana mamlaka wala nguvu juu yako wewe mtoto wa Yesu unayejitambua.
Ninasema mtoto wa Yesu unayejitambua. Kuna watoto wa Yesu wengi hawajitambui, wanaishi kama watumwa na wakati tayari wameshawekwa huru. Wanaishi kwa ahadi wakati tayari ahadi zimeshatimia katika Agano Jipya. Ahadi zile za Agano la Kale zimetimia katika Kristo Yesu katika Agano Jipya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wanaishi kidini, wanaishi kigrupu, wanaishi kwa kukopi, wakati wewe tayari una package yako ya maisha ya mafanikio ndani ya Kristo. Shida yako wewe ni hii, kutokuwa na ufahamu wa yote ambayo Bwana Yesu amekwisha kufanyia. Yale yote ambayo amesha yapitia Bwana Yesu kwa ajili yako, ili wewe usiyapitie tena. Una maana gani Mama El? Na maana hivi, kama Bwana Yesu alipitia kuvuliwa nguo, nguo yake tunaambiwa ilipigiwa kula, mavazi yake yalitolewa, akabaki Yesu mtupu. Alipitia hiyo aibu ili mimi na wewe tusiishi tena katika uchi na aibu. Kama Bwana Yesu alipitia kutemewa mate, akasukumwa huku na huku, ili sisi tusipitie tena katika hizo fedhea. Kama Bwana Yesu alichubuliwa, na neno la Mungu linatuambia kwa michubuko yake sisi tumepona, basi magonjwa hayana nguvu tena juu yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni imani, unaamini? Basi pokea sawa sawa na unavyoamini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kinachokuangusha ni kwanza kabisa kutokuwa na ufahamu wa yote ambayo Bwana Yesu amesha kufanyia. Yale yote ambayo amesha yapitia kwa ajili yako ili wewe usiyapitie. Hicho ndo kinawaangusha wengi. Kingine, kutojitambua wewe ni nani ndani ya Bwana Yesu, kinakufanya hata ukose ujasiri. Yaani paka tu akipita juu ya bati unatetemeka. Wewe unajua nafasi yako uliokaa pamoja na Kristo. Unajitambua wewe katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linatuambia huyu Yesu, Mungu alipomfufua akakaa juu sana, kupita falme na mamlaka na enzi na kila jina litajalo, si katika ulimwengu tu hata ule ujao. Alafu huyu Baba Mungu ametukatisha pamoja naye hapo juu. Tena ni juu kuliko majina yote yanayotajwa, si katika ulimwengu tu hata ule ujao. Kwa wale ambao hamjapata somo la mahali nilipokaa mimi kama mtoto wa Yesu, hebu litafute hili somo, ni nzuri sana. Nimesema cha pili ni kutojitambua wewe ni nani ndani ya Bwana Yesu. Na kingine, kutotambua nafasi yako ndani ya Yesu Kristo na ndani ya ufalme wa Mungu. Hujui nafasi yako. Ndio maana unaonewa, hata sisimizi anakuonea. Mchawi tu anayejifunza uchawi anakuonea. Wewe hutakiwi kuonewa, wewe ni mshindi. Huyu Yesu amesha kushindia vita vyote vya sirini na vya wazi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa, watoto wa Mungu. Sasa kutokuwa na ufahamu huu kuna kufanya uishi kwa kuonewa, uishi maisha ya utumwa. Na leo hii ni mwisho juu yako maisha ya utumwa kwa jina la Yesu. Sema amen, amen. Sasa kumbuka ninaongelea habari ya wewe una uhai wa hapa duniani. Wote tunajua tukimpokea Yesu tuna uhai wa uzima wa milele. Lakini je, maisha yako ya hapa duniani wewe unaogopa umauti? Au una uhakika kwamba umeshaushinda huo umauti? Bwana Yesu apewe sifa sana. Yaani mtoto wa Yesu eti anaogopa kuchukuliwa msukule, wewe mauti haina nguvu juu yako. Tambua leo. Waibrania 2 mstari wa 14 na wa 15, neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Wote tuseme amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitafafanua, nitakuelezea hapa upate kuona huu ufunuo hapa, mtoto wa Mungu. Sikiliza,
Neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo. Yeye naye nani? Ni Yesu. Kwa hiyo kama sisi tulivyokuwa na damu na mwili, yani roho na mwili, neno linatuambia Bwana Yesu Kristo naye ambaye ni Mungu, ni roho, aliuvaa mwili ili apite kwenye umauti. Haleluya! Kwa ajili yetu sisi. Na kwa sababu hiyo Yesu Kristo, Mungu aliye hai, alimharibu au ameshamharibu Ibilisi ambaye alikuwa na nguvu za mauti. Na sababu ya kumharibu, anasema ametuacha huru ili sisi tuwe huru. Ametuacha huru sisi ambao maisha yetu yote Shetani aliyatumia kuingiza hofu ya umauti iliyotuletea utumwa. Hebu tuseme wote kwa jina la Yesu. Bwana Yesu amekwisha muharibu aliyekuwa na nguvu za mauti ambaye ni Ibilisi. Ameniacha huru mimi, mtoto wake, niliamua kumwamini na kuishi naye hapa duniani katika jina la Yesu. Kwa sababu hiyo mauti haina nguvu juu yangu, wala juu ya nyumba yangu, wala juu ya kizazi changu. Amen. Sikiliza mtoto wa Mungu, neno la Mungu la Ufunuo 1 mstari wa 17 na ule wa 18 asema Bwana, usiogope. Usiogope, asema Bwana. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, asema Bwana, na aliye hai. Yesu Kristo yu hai, ameishinda mauti. Na anasema, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai. Wote tuseme haleluya. Nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, wote tunajua Bwana Yesu alishuka kuzimu, akamnyang'anya Shetani funguo za mauti na kuzimu, alafu akatangaza ushindi juu ya kanisa. Ametutangazia sisi ushindi. Kanisa hili ambalo ndio mimi na wewe na yule tuliomwamini na kumpa maisha yetu. Na hapa aliongelewi kanisa la dhehebu wala udini. Inaongelewa ni sisi tuliomwamini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na tunamwishia huyu Kristo. Hakika amesha tangaza ushindi juu yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, amini leo, wewe sio mtumwa tena wa hayo magonjwa, wa hayo mateso ya kuzimu, mateso yoyote yale. Wewe sio mtumwa wa umauti tena. Amini mtoto wa Mungu, amini, uwe na uhakika na neno la Mungu na ukiri kwa kinywa chako, wewe sio mtumwa tena wa hizo mauti. Wewe uko huru. Kataa kwa jina la Yesu. Hebu kila mmoja afungue kinywa chake. Kataa huo ugonjwa. Kataa. Amuru upate kukuachia kwa jina la Yesu. Kataa hiyo mauti, huo umasikini, kataa kwa jina la Yesu. Kukosa amani, kataa, sio fungu lako kwa jina la Yesu. Kataa kila kilichokung'ang'ania, kiamuru kwa jina la Yesu kipate kukuachia. Amuru kwa ushindi, amuru, kaza sauti yako, amuru. Sema achia. Achia mguu wangu, achia tumbo langu, achia kizazi changu, Shetani achia, na mawakala wako wote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutaifahamu kweli na kweli ndio inaotuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokufundisha hivi ndio kufunguliwa kwako. Kwa hiyo usisubiri tu kuombewa. Wewe unatakiwa ujue kweli, usimame. Usimame. Kanisa la Mungu, imefika wakati tusimame. Kwa sababu kukimbia huku na huku ndio kunawafanya watoto wa Mungu waangukie kwenye roho za udanganyifu. Ijue kweli ikuweke huru. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Neno la Mungu katika Isaya 61 ule mstari wa 1 mpaka wa 4 na Luka 4 mstari wa 18 na wa 19. Ile Isaya 61 inasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa kuwa Bwana amenipaka mafuta. Kumbuka huyu ni Yesu anasema. Amenipaka mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kwa hiyo kama ulikuwa una uteka wowote, Yesu amekuja kukutangazia uhuru wako. Na kama unaamini Yesu amesha kuja, basi wewe uko huru. Kuwafungua, kutangaza, anasema na hao waliofungwa, kuwatangazia habari za kufunguliwa kwao. Ndio hizi habari nakwambia, wewe haupo tena kwenye habari za umauti, haupo tena kwenye habari za magonjwa, haupo tena kwenye habari za umasikini, kudharauliwa, kukataliwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alipoketi Bwana Yesu juu, ndipo uko wewe, mtoto wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa neno hili nililokusomea hapa, ambalo unabii huu ulitolewa na nabii Isaya kwa Roho Mtakatifu. Sasa katika Agano Jipya tunaona Bwana Yesu Kristo katika hii Luka 4 akachukua kile kitabu chuo, akayasoma maneno haya ambao Isaya nabii aliyatabiri. Alivyoyasoma Bwana Yesu maneno haya, akafunga kile kitabu, alafu akawakazia macho, akatukazia macho, akatuambia hivi, leo hii maneno haya yametimia masikioni mwenu. Na mimi niko hapa kukwambia leo hii haya maneno aliyosema Bwana Yesu, ya kwamba Roho ya Bwana juu yake, kwa kuwa Bwana amempaka mafuta awahubiri wanyenyekevu habari njema, amemtuma duniani kuwaganga waliovunjika moyo. Kuvunjika moyo sio fungu lako, umeshaponywa katika hilo teso. Kutangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Na ukiendelea pale Isaya 61 utaona yote aliyotufanyia. Sasa anasema hivi, leo hii maneno haya yametimia masikioni mwenu. Ndio wote tuseme amen. Sasa kama huyu Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu ametuambia yametimia haya, basi vifungo vyovyote vile sio haki yetu. Wapendwa, sisi tuko huru. Na neno la Mungu linasema Yohana 8:36, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Haleluya. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, naongea na wewe, naongea na kanisa lililomwamini huyu Yesu, ukampokea huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe unayesoma ujumbe huu au unaosikia ujumbe huu, hakika sio haki yako kuteseka. Sio haki yako kuteseka. Mateso yenye majina yoyote yale, haijalishi ni magonjwa, haijalishi ni mauti, haijalishi ni kukosa amani, teso lolote lile sio haki yako. Ijue kweli ya neno la Mungu, na kweli hii ikuweke huru. Zaburi 103 mstari wa 3 mpaka wa 5, namalizia na neno hii. Neno la Mungu linasema hivi, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Haleluya. Sasa kwa neno hili ninakuuliza swali, wewe unayejiita Mkristo na unaamini katika msamaha mkubwa kabisa wa damu ya Yesu, ninakuuliza swali. Kama unaamini msamaha wa damu ya Yesu, kwa nini hauamini juu ya neno hili? Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako. Hakuna uzee wa mahangaiko kwa watoto wa Yesu. Amen. Na ujana wako anaurejeza kama tai.
Sasa kwa nini hauamini juu ya kuponywa? Hauamini juu ya kuponywa hayo magonjwa? Hauamini juu ya kutolewa kwenye umauti? Hauamini juu ya kufadhiliwa na Mungu? Hauamini juu ya kujaa rehema za Mungu? Umekuwa mtu wa kujihukumu tu. Umekuwa mtu wa kujaa kujihukumu, hata unashindwa kusonga mbele. Hauamini kujaa mema katika ujana wako na katika uzee wako pia. Kwa nini? Na Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie sana, na neno hili leo hii limesha kufungua katika jina la Yesu. Simama uinuke, usiwe na msiba wako tena. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo neno la Bwana, na wote tunamshukuru Mungu. Haleluya. Sasa kwa wewe ambaye haujamwamini Bwana Yesu na haujampokea, maana huyu Yesu ndiye chanzo cha uzima, na unasema unamtaka huyu Yesu, karibu umpokee. Fungua moyo wako sasa, umwamini na kumkiri. Tamka, sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, na ndio maana ninakukimbilia wewe. Ninakuomba kwa damu yako ya agano jipya, unifanye mpya ndani yako. Baba yangu, ninatubu kwako. Ninatubu kwako Bwana Yesu. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote, makosa yangu yote, maovu yangu yote, na maovu ya walionitangulia, na unisafishe na kunitakasa kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yangu. Bwana Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda. Ninakufungulia wewe kila mlango wa maisha yangu, na ninakukaribisha wewe Bwana Yesu. Ingia ndani yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uwe mfalme wangu, uwe Mungu wangu, uwe mkombozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, kama ulivyosema katika neno lako, unasimama mlangoni. Nikikufungulia, utaingia na kufanya makao ndani yangu, na hautonitupa nje kamwe, wala hautoacha yoyote anitoe kwenye mikono yako. Bwana Yesu, ninakuamini kwa moyo wangu na kukukiri kwa kinywa changu kuwa wewe ndiwe Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na ninaamini kabisa Mungu Baba alikufufua katika wafu. Upo hai sasa na milele. Na kwa sababu ya imani hii nimeokoka, nimeokolewa. Asante kwa kuniokoa Bwana Yesu. Asante kwa kuchukua mizigo yangu yote. Asante kwa kuchukua magonjwa yangu yote na umauti. Ninakuomba sasa Bwana, unijaze na unibatize kwa Roho wako Mtakatifu. Nifurike Roho wako Mtakatifu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa Roho wako Mtakatifu na uzima wako ndani yangu. Nimeomba na kupokea kutoka kwako wokovu, ukombozi na uzima wa sasa na wa milele katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu Baba akubariki sana. Asante Bwana Yesu. Umeinuliwa juu. Yesu, umeinuliwa juu. Yesu, tunakuinua juu. Yesu, tunakuinua juu. Yesu, tuimbe wote, tunakuinua juu. Yesu, tunakuinua juu. Yesu, tunakuinua juu.
Yesu Bwana tunakuinua juu. Yesu mjumbe wa agano jipya, ni Yesu agano lenye nguvu kuliko lile la kwanza. Manabii wa zamani walitabiri kuwa utakuja, mkombozi wa ulimwengu. Kweli Yesu umekuja duniani, ukafa kwa ajili yetu. Mfalme tunakuinua juu. Bwana Yesu tunakuinua juu. Bwana Yesu tunakuinua juu. Mwinue Yesu wewe. Yesu tunakuinua juu. Bwana Yesu ulishuka mpaka kuzimu, pande za chini za nchi, ukachukua ufunguo wa mauti na kuzimu, ukatangaza ushindi wa kanisa, na malango ya kuzimu hayatatushinda kamwe. Baba tunakuinua juu juu juu. Yesu tunakuinua juu. Yesu tunakuinua juu. Yesu tunakuinua juu. Bwana Yesu, o Yesu, 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 kuwa ni mwaminifu. Baba unastahili heshima, unastahili. Bwana Yesu, 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 kuwa ni mwaminifu. Baba unastahili heshima, unastahili. O Yesu, 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 kuwa ni mwaminifu. Baba unastahili utukufu, unastahili. Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana juu mbinguni, maisha yetu yawe amani. Tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana juu mbinguni, nyumba zetu ziwe amani. Tunakuinua juu. Bwana Yesu, hosana juu mbinguni, kizazi chetu kiwe amani. Tunakuinua juu. Bwana Yesu, haleluya. Mungu akubariki sana, na Mungu Baba akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +2557182931444, na namba nyingine ni +25576914595. Damu ya Yesu kufunike sana katika jina la Yesu. Amen.